Akizungumza akiwa katika eneo la tukio, mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashid Chuachua amesema nyumba hii imeungua kwenye mazingira ya utatanishi sana. Tunasema mazingira yenye utata kwa sababu ukifika katika eneo hili unakuta harufu ya petroli. Tumepoteza mtoto mmoja na vijana wawili, mtu na mke wake. Serikali inaendelea kuchukua hatua. Jeshi la polisi linafanya uchunguzi wa kina kuona hasa nini kimejiri mpaka moto huo ukaonekana kuunguza nyumba hii. Na kwa maana hiyo katika kipindi hiki tuendelee kuwa wapole, tuendelee kuwa watulivu wakati serikali inaendelea kuchukua hatua, lakini waombe wananchi wa eneo hili pamoja na maeneo mengine waendelee kushirikiana na vyombo vya serikali kutoa taarifa pale ambapo wanaona kuna dalili ya kwamba kuna mtu alihusika na tukio hili baya kabisa. Katika ibada ya kuombea marehemu kabla ya kupelekwa katika nyumba ya milele, viongozi mbalimbali akiwemo meya wa manispaa ya Kigoma Ujiji Musa Mauridi na mwakilishi wa jeshi la polisi kata Kagera Afande Magina Sonda wamekemea wananchi kujichukulia sheria mkononi. Ni jambo baya, ni jambo ambalo hatutarajii kutokea tena katika mji wetu. Ni jambo linasikitisha. Sasa mtu aliyofanya kitendo kama hiki, yeye anategemea ataishi mpaka lini hapa duniani? Sisi wote ni wakupita. Ikawa miaka mingi sana, miaka 40, 50, 60 unakwenda. Sasa unamkatili mwenzio kitendo kama hiki. Mtoto mdogo kama huyu hapa. Kwa kweli jambo linauma sana. Na tuchukie uhalifu kwa kuhakikisha kwamba hili tukio tunashirikiana na jeshi la polisi kubaini waliohusika na hili na hili tukio. Na tusiache tu hiyo swala liishe, lipite hivi hivi, hapana, lazima sheria ifuate mkondo wake. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Kigoma, mimi ni James Jovini, ITV.